Spirit, lead me where my trust is without borders. Deliverance Church Theatre, Life Transformation Center, welcomes you to a life-changing program, Tazama Juu. Psalms 121 says, our help comes from above, and your life will never be the same again. Tazama Juu. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Together, let's connect with the heavens. Be blessed. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. I just to take this opportunity to welcome you wherever you are in this world, and to welcome this wonderful and powerful service of Sunday. And the Bible tells us that when they beginning to praise and pray, the glory of the Lord came and the gate of prisons were opened. Catch us and be with us. Your life will never be the same again. Praise the Lord. Yes, you can dance, you can shake. Unaweza tikisa kichwa hivi kama uko kwa gari yako. Tukufu wa Bwana ujuu yetu, nawe pia. Mungu ni yule yule. Mungu ni yule yule. Oh, oh. Jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule. Mungu ni yule yule. Mungu ni yule yule. Jana hata Jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule. Yule yule. Mungu ni yule yule. Jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule. Mungu ni yule yule. Jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule. Mungu ni yule yule. Mungu ni yule yule. Mungu ni yule yule. Jana hata leo, milele habadiliki. Mungu ni yule. Yeye ni yule Mungu yule. ni yule yule. Mungu Ni yule Mungu yule. ni yule yule. Jana hata leo, milele habadiliki. Mungu ni yule yule. Yeye ni yule yule. Yes. Mungu ni yule yule. Ni yule yule. Yeye ambaye Jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule. Yes. Come on. Hallelujah. Kwa Yesu raha aise. Yeye badiliki, Mungu ni yule yule. Jana hata leo, milele habadiliki. Yeye badiliki. Yeye ni yule yule. Mungu ni yule yule. Mungu Ni yule yule. Mungu ni yule Jana yule. hata leo, milele habadiliki. Abadiliki. Yeye ni yule yule. Amini neno lake halilosema nawe, hata hakawi, ni kweli atatimiza. Hijapo sisi twabadilika, yeye abadiliki Baba milele niki.
Aba. Mungu ni yule yule, Mungu ni yule yule, hata leo milele habadiliki. Yeye ni yule yule, yeye ni yule yule, yeye ni yule hata leo milele habadiliki. Yeye ni yule yule. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Woo. Stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is joy, peace, and hope. I stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is joy, peace, and hope. There's no one like you, Jesus. There's no one like you in all the earth. There's no one like you, Jesus. There's no one like you. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious. You're a faithful God. You're a faithful God. Awesome is your name. I stand amazed. Stand amazed in your presence. There is nothing There is nothing you cannot do. I stand amazed. Stand amazed in your presence. There is joy. There is joy, peace, and hope. Stand amazed in your presence. There is nothing. There is nothing you cannot do. I stand amazed. Stand amazed in your presence. There is joy. There is joy, peace, and hope. There's No one like you, Jesus. There's no one like you in all the earth. There's no one like you, Jesus. There's no one like you. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is Your name. you do mighty things. You do glorious. You're a faithful You're a God. faithful God. Awesome is your name. You do mighty You do things. You mighty. do glorious. Glorious You're a things. faithful You're a God. faithful God. Awesome is your name. You do mighty You things. do You mighty. do glorious You things. do You're glorious a things. faithful You're a God. faithful God. Awesome is your name. We bless
Worship you, Jehovah God. We glorify your name. Stand amazing in your Awesome is your name, O Lord. Jehovah. How great thou art, Jehovah. You do mighty things, and you have done mighty things in our lives. We cannot tell them all. How great is your name, O God. We lift up your holy name. Riande rekatebo seka bababa. Randa rababo shaka teba seka. How great is your name, Yahweh. Lord, we are stand here, O God, to behold your awesomeness. In the name of Jesus Christ, we bless your name. You do mighty God. You do glorious. Hallelujah. Lord, our faithful. You are faithful, Lord. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. Lord, our faithful God. Awesome is your name. Let us appreciate the Lord for his awesomeness, for his great name, for his faithfulness. Come on, let us appreciate the Lord with a hand and a shout in the name of Jesus. Hallelujah. We are coming to you today. Tunakujia siku ya leo This is our 17th Sunday as we have come to you online. ikiwa Jumapili yetu ya 17 kuja kwenu kwa mitandao, And we thank God that you have allowed us to come into your sitting room na tunashukuru Mungu kwa sababu umeturuhusu kuingia katika chumba to chako be cha able to makazi bring this word of life. kuleta neno hili la uzima. Thank you for participating with us on this Sunday service. Asante kwa ajili ya kujumuika nasi katika Jumapili We hii. want to assure you your life will never be the same again. Tukuhakikishia kwamba maisha yako hayatabakia hivyo tena. And just wait on God right there, and the Lord is going to speak to you. Naendelea kumngojea Bwana mahali hapo ambapo uko na Bwana atakunenea. Welcome in Jesus' name. Would like to go straight to the Word of God, Taenda moja kwa moja kwa neno la Mungu. and I would like you to open into your Bible Ningependa ufungue Biblia yako in the book of Luke chapter 4. kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 4. I have an amazing message today, Nina ujumbe wa ajabu siku ya leo. and I know that message will set you free. Na najua ujumbe huu utakuweka huru. I will lead in Jesus' name. Amen. The Bible says, and Jesus, being full of the Holy Ghost, returned into Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being 40 days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing, and when they were added, he afterward hungered. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command these stones that it be made bread. And Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but every word of God. And the devil, taking him up into the high mountain, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them, for this is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. If thou therefore will worship me, all shall be thine. And Jesus answered, said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from thence. For it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. And Jesus answering said unto him, It is written, Thou shalt not tempt the Lord thy God. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season.
May the Lord bless the reading of his word. Bwana abariki kusoma kwa andiko lake. I appreciate the Lord for today, Nashukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo, and I'll ask the Lord that he may be seen even as we speak today, na naomba ya kwamba Bwana aweze kuonekana tunaponena siku ya leo, that we decrease and he increase in his word. kwamba tupunguke lakini aongezeke katika neno I lake. want to speak the word of God today, Ningependa kuleta neno la Mungu siku ya leo the cunning negotiator. kuhusu msemaji mjanja. The cunning negotiator. Msemaji mjanja. And on the onset, I want to say to you today, Na kwanza ningependa kukuambia leo even all of us have experienced this time of this pandemic, ya kwamba kila mmoja wetu ameweza kupatana na janga hili, that if the church does not go to change the world, ya kwamba kama kanisa halitaenda kubadilisha ulimwengu, the world shall come to change the church. ya kwamba ulimwengu utakuja na kugeuza kanisa. I want to say it again. Ninataka kuisema tena, If the church at this moment kama kanisa wakati huu does not go to the world, halitaenda kule ulimwenguni, the world will come to the church basi ulimwengu utakuja kanisani and change the church. na uligeuze kanisa. Now, cunning negotiator Na msemaji mjanja is a cunning bargainer. ni mtu mjanja ambaye anajaribu kujadili, And this man or this being can negotiate, and mainly he target the souls of men. na wakati mwingi anapojadili anaweza kutafuta sana mioyo ya wanadamu, The ultimate prize na zawadi yake ambayo ni kuu that he bargained for ambaye anaweza kujadili kwa ajili yake is your soul. ni moyo wako. Now, what is cunning? Na kuwa mjanja ni nini? Cunning Kuwa mjanja is having a skill ni kuwa na ufahamu fulani in achieving one's end ambao unasaidia mtu kuweza kutimiza by deceit, kutimiza kitu kwa ajili ya uongo, or having a skill ama kuwa na ufahamu of being clever wa kuwa mwelevu at planning something na kupangia mambo so you get what you want, ili kwamba upate unachokihitaji, especially by tricking other people. haswa kwa kuweza kuwafanyia watu wengine ujanja. And cunningness Na hali ya kuwa mjanja is one of the character, ni tabia moja, is one of the main character ni tabia moja kuu of Satan. ya shetani. He is a cunning person. Yeye ni mtu mjanja, He is a cunning being. yeye ni kiumbe kijanja. That is why in the beginning, even in Genesis chapter 3, Na ndiposa hata mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo 3, he was able to identify the snake, aliweza kumtambua nyoka, because snake is a cunning animal. kwa sababu nyoka pia ni mnyama mjanja, And he was able to enter into this snake, na akaweza kuingia ndani ya nyoka huyo, and he was able to negotiate na akaweza kujadiliana, the birthright that God had given Adam and Eve. akajadiliana kuhusu uzao ambao ulikuwa umepatianwa kwa Adamu na Hawa. And indeed he was able to succeed in the book of Genesis. Na kwa hakika aliweza kufaulu katika kitabu cha Mwanzo. Now the devil has been in this game even before that, Na shetani amekuwa katika mchezo huu hata tangu kabla ya hapo, even longer than Genesis, hata zaidi ya Mwanzo, because he led a rebellion kwa sababu aliongoza kikundi ambacho kiliasi in heaven. kule mbinguni. He was able to negotiate with 1/3 of the holy angels of God, Aliweza kujadili pamoja na thuluthi moja ya malaika watakatifu wa and he Mungu. was able to try to convince them. Na akajaribu sana kuwashawishi, And no wonder they were thrown out of heaven. na ndiposa waliweza kutupwa kutoka mbinguni. The Bible says in Revelation 12 verse 7, Biblia inasema katika Ufunuo 12 aya 7, there was war in heaven. kulikuwa na vita kule mbinguni, Michael fought the dragon. ya kwamba Mikaeli alikuwa akipigana na yule mnyama. Hallelujah. Amen. And the Bible says Na Biblia inasema there was no place that was found in heaven for him. hapakupatikana mahali kule mbinguni kwa ajili yake. And the Bible continues to describe what kind of a being is the devil. Na Biblia inaendelea kuelezea kiumbe cha namna gani alivyo shetani. He says he is a great dragon. Nasema kwamba yeye ni mnyama mkubwa, He is a dragon. yeye ni dragon.
he talks about he is the old serpent. ya kwamba yeye ni joka wa kitambo, The old serpent. joka wa kitambo, His cunningness is old. ya kwamba ujanja wake ni wa When you kale. say he is the devil Yeye ni shetani and he is Satan na yeye ni ibilisi that deceiveth the whole world. ambaye anadanganya ulimwengu wote. He is indeed a cunning negotiator. Kwa hakika yeye ni msemaji mjanja. Now, Satan rules by the words of his tricks. Shetani anatamalaki kwa ajili ya njia zake za ujanja, That is what the Bible talks about in the book of Ephesians. na Biblia inanena kuhusu hili katika kitabu cha Waefeso. He calls them words. Hila, anatumia hila. Talks about words of the enemy. Anasema, ananena kuhusu hila za wadui, These are schemes. na hii ni uwerevu Schemes that the enemy uses ama ujanja ambao anatumia adui to trap and enslave people. ili kwamba aweze kuwashika watu na kuwanasa. Words, Hila hizo hidden schemes, ni janja ambazo zimefichika, cunning schemes ujanja umefichika to be able to trap human beings. ili kwamba aweze kuwanasa wanadamu. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. When the enemy wants to trap somebody, Na adui anapotaka kumnasa mtu, even say to immorality, hata tuseme hata kwa uasherati, the devil will not tell you, I am taking you to immorality. shetani hata kuambia na kuingiza kwa uasherati. He will tell you, we are just going for a bash. Atakwambia tu unaenda tu kusherehekea, We are just going to just enjoy with friends. unaenda tu kufurahika pamoja na marafiki. It is only a friends meeting in a certain home. Ni mkutano tu wa marafiki mahali fulani katika boma, And you'll be drawn. na utavutwa And you'll be initiated na utaweza kuingizwa to a place that you never expected. mahali haukunuia. Hallelujah. Amen. When the enemy want to make somebody to enter into drugs, Wakati adui anataka kufanya mtu aingililie madawa ya kulevya, he will never tell you how difficult it is once you enter there. hata kueleza jinsi ilivyo ngumu kutoka mara ukiingia. He will just bring you good friends. Atakuletea tu marafiki wema, Friends who look so sharp. marafiki wanaokaa wanapendeza, They are taking drugs and nothing is happening to them. wanatumia madawa hayo na hakuna kinachofanyika But kwao. in the midst of that, Lakini katikati ya the hayo, same friend who is smiling at you yule rafiki ambaye anakuwa tabasamu kwako, will take you slowly atakupeleka pole pole into the drugs. pole pole uingilie madawa, By the time you find yourself, you are addicted. na ukiendelea kufikia wakati wa kujua kwamba umeingililia madawa, You never knew how cunning the enemy entered. hautakuwa umejua jinsi ya ujanja alivyoingia adui. Whether it is rebelling to your parents, Hata kama ni kuasi kwa wazazi, the enemy will justify why you are doing so. adui atakuweza kukutia uhaki kwa nini unafanya hivyo. Satan is a cunning thing. Na shetani ni kitu ambacho ni kijanja, Even when he wants to bring disorders in the family hata anapotaka kuharibu taratibu katika boma, familia, or even in the nation. ama katika taifa. Like right now, there is a bill that is coming, Hata sasa kuna bila ambayo inakuja, a bill of sexuality, na ni mjadala wa kuhusu hali ya kuhusiana, talking about is like the women health is being catered for. na inaonyesha ni kana kwamba ni afya ya mwanamke inashughulikiwa. But you find that Lakini utapata kwamba inside that bill, ndani ya mjadala huo the introduction will look so good, kitambulisho kitaonekana ni kizuri sana, but the enemy has hidden so much in that bill lakini kule ndani adui ameficha mambo mengi sana to destroy the health of women. ili kwamba haribu afya ya wanawake. But the devil is a cunning negotiator. Lakini shetani ni msemaji mjanja, He will never show his full colors. hata jidhihirisha rangi yake kamili. He comes in a hidden way, Yeye huja kwa njia imefichika, in a subtle way. akiwa ameficha kwa njia fulani. And I want to tell you today, Na nikwambie siku ya leo, as we enter into the end times more and more, tunapoendelea kuingia katika siku nyakati za mwisho, the enemy will never come like a dark, ugly thing. adui hatakuja kama kitu keusi ambacho hakipendezi. He comes like an angel of light. Atakuja kama malaika wa mwanga, He transforms himself, anajigeuza, including his agents. hata watumishi wake. He will transform himself
watajigeuza na ajigeuze, and those agents will look like they are talking the word of God, na wale watumishi wake watakani kana kwamba wananena neno la Mungu, but cunningly drawing people to the enemy. lakini kwa ujanja wanaovuta watu wende kwa adui. They'll come as friends and smiling. Watakuja kama marafiki wakitabasamu. But one thing you are supposed to know, Lakini kitu kimoja wafaa kujua, the devil is a very cunning negotiator. ni kwamba shetani ni mjanja, ni msemaji ambaye ni mjanja sana. One day God allowed one of his servants to be able to visit heaven and hell before he died. Na wakati mmoja Mungu akamruhusu mtumishi wake mmoja kutembelea mbinguni na hata kuzimu kabla hajafa. The brother was saved, Na yule ndugu alikuwa ameokoka, and he was taken to that tour. lakini akapelekwa katika safari hiyo. And when he went to the tour, Na alipoenda kwa safari hiyo, he was first taken to heaven. alitangulia kupelekwa mbinguni. And when he went to heaven, Na alipofika mbinguni, people were worshiping God. watu walikuwa wakimwabudu Mungu. They are worshiping the Elohim, Walikuwa wakimwabudu Elohim, the ancient of days. Mungu ambaye ni wa nyakati za They were kitambo. saying, holy, holy is the Lord God Almighty. Walikuwa wakisema mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu mkuu. There was a lot of worship in heaven, Na kulikuwa na kuabudu kwingi kule and mbinguni, he was taken there. na akapelekwa He kule. said, yes, you have seen how heaven looks like. Ambao ndio umeona mbinguni kulivyo. There is worship. Kuna kuabudu. People are happy in the heaven. Watu wanafurahia mbinguni. But God asked him, Lakini Mungu akamuuliza, will you still want to go to hell je, bado unataka kwenda kule and kuzimu? just have an experience what happens there? Na uweze kuona tu inavyofanyika kule. And he was taken again Na akapelekwa to hell. kule kuzimu. And when he went to hell, Na alipofika kuzimu, he found people relaxing there. akapata watu wamepumzika tu kule. They are just praying their golfs. Walikuwa wakicheza tu golf zao. They are just happy there, Walikuwa wanafurahia tu, very happy and laughing. wakicheka na wanakubarizi tu. So now he was asked Na akaulizwa by the angel that was taking him through those tours. na malaika aliyekuwa akimwelekeza kwa safari Now hiyo, you have seen heaven umeona mbinguni and you have seen hell. na umeona kuzimu. Where do you want to go? Je, ungependa kwenda wapi? The man said, Na yule mtu akasema, I think even where I went hell, na naona ni kama kule kuzimu nilikoenda it is not as hard as I thought. sio ngumu kama nilivyodhania. But remember, the devil is a cunning negotiator. Lakini kumbuka, shetani ni msemaji mjanja, And unfortunately, na kwa njia moja this man chose to go to hell yule mtu akachagua kwenda kuzimu, so that he can be playing golf and just having good time. ili kwamba aweza kaenda kucheza huo mchezo wa magogo na pia He kufurahia. was told, are you sure you have chosen that? Na akaulizwa, uko na uhakika umechagua hii? Then we agree that you go. Akasema basi tunakubaliana uende. Then he went to hell straight away. Na akaenda kuzimu mara moja. When he went to hell now for real, Na alipoingia kuzimu kwa hakika, he found people burning, akawapata watu wakiugua, people gnashing their teeth, watu wakiuma meno yao, people crying with watu pain. wakilia. And he asked one of the demons there, Na akauliza pepo moja pale, when I came here, nilipokuja hapa kwanza, people were happy. watu walikuwa wakifurahia, People were just playing golf. watu walikuwa wakicheza mpira wa mchezo. Now I see people burning. Sasa naona watu wanaungua. Now the demon which was in charge in hell told him, Na yule pepo aliyekuwa anasimamia kule kuzimu the akamwambia, other day when you came, siku ile nyingine ulipokuja, we were campaigning. tulikuwa bado tunafanya kampeni. We were just doing some campaign. Tulikuwa tukifanya kampeni You tu. found us telling you how good it can be. Na ukatupata tukiwaambia jinsi itavyokuwa mzuri. But now, Lakini sasa the real hell is this one. kuzimu halisi ni hii. Now, listen to me. Nisikize. There are things that the enemy may be talking to you today, Kuna mambo adui anaweza kuwa anakunenea siku ya leo, drawing you to do them, akikuvutia kuyafanya, but not telling you the consequences. ila hakwambii madhara yake. But my brother, my sister, Lakini ndugu yangu, dada yangu, nothing good can come from the devil. hakuna chema ambacho kinaweza kutoka kwa shetani. Nothing good can come from Satan. Hakuna chema kinaweza toka kwa shetani. Even if he promises you whatever, Hata kama atakuahidi chochote, it is bad. It is bad. ni kibaya. Even if the devil gives you money, Hata kama shetani atakupatia pesa, that money is bad. pesa zile ni mbaya. Whatever comes from the enemy, Chochote kinatoka kwa adui, whatever has a mark of Satan, chochote ambacho kina alama ya shetani, you should reject it, lazima ukikatae, because nothing good can come from the enemy. kwa sababu hakuna chema kinaweza toka kwa adui. Now, the scripture that we have read in Luke chapter 4,
maandiko ambayo tumesoma kitabu cha Luka 4, Jesus was full of the Holy Ghost. Yesu alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu. And the Bible says he was led of the Spirit to the wilderness. Na Biblia inasema kwamba akaongozwa na Roho kule jangwani. And Jesus, Na Yesu, Son of the living God, mwana wa Mungu aishiye, was in a state of fasting. alikuwa kwa hali ya kujifunga. It was a time of great power. Ilikuwa ni wakati wa nguvu nyingi. Those of us who have fasted, Wale wetu ambao tumeweza kujifunga, and I pray that we be people who are fasting. na naomba kwamba tuwe watu wanaojifunga. Take time to seek God in prayer and fasting. Mnachukua muda wa kutafuta Mungu katika kuomba na kufunga. So Jesus was full of power. Na Yesu akawa amejazwa na nguvu. He was in that state for 40 days. Na alikuwa amebakia kwa hali hiyo kwa siku 40. But listen to me. Lakini nisikize, The cunning negotiator yule msemaji mjanja was never afraid hakuogopa. of the Son of God. Hakumwogopa mwana wa And Mungu. do you know this? Na unajua hivi, Many a times when we are going through the powerful season in our time, wakati mwingi tunapopitia katika majira yaliyo na nguvu katika maisha yetu, we have read the word of God. umesoma neno la Mungu, We are in prayers. tuko katika hali ya maombi, The time you think you are standing, wakati ambapo unadhani umesimama, that is the time that the enemy comes to strike. hapo ndipo ambapo adui huja kugonga. That is the Bible says, watch if you think you are standing. Na ndiposa Biblia ikasema, tazama, uwe makini kama unadhani umesimama. Be very careful Wacha uwe mwangalifu. when everything is going on your way. Kila kitu kinapofanyika jinsi ambavyo ungependa, When you have every money that you need, wakati ambapo una kila fedha ambazo unahitaji, when your business is doing well, wakati biashara yako inafanya vyema zaidi, when your family is doing very well, wakati familia yako inafanya vyema zaidi, that is the time that the enemy can come to strike. wakati huo ndipo adui anaweza kuja kugonga. When the ministry is doing so well, Wakati huduma inaendelea vizuri sana, that is the time that you need to stand so well. hapo ndipo unahitaji kusimama imara vizuri Be alert and vigilant. na uweze kuwa macho na mwangalifu. May God give you that vigilance Wacha Mungu akupatie uangalifu huo upon your life, juu ya maisha yako, that you shall not let loose ya kwamba hautaachilia, in the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Jesus was walking this power. Na Yesu alikuwa akitembea kwa nguvu hizi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. The cunning negotiator appeared, Na yule msemaji mjanja akatokea and he says, akasema, if you are the Son of God, kama wewe ni mwana wa Mungu, that is how he comes. hivyo ndivyo anavyokuja. If you are the Son of God, Kama wewe ni mwana wa Mungu, if you are so and so, kama wewe ni naye fulani na fulani. hallelujah. Amen. Those are the introduction he is coming with. Na huo ndio utangulizi ambao huja nao. And a major weapon that the enemy uses Na silaha moja kuu ambayo adui anatumia is the weapon of doubt. ni kuleta shaka. If you are saved, Kama umeokoka, if Christianity is true, kama Ukristo ni wa kweli, if the faith that you have been following is true, kama imani unayofuatilia ni kweli, if the word of God is true, na kama neno la Mungu ni kweli, why could this happen? mbona hili halingefanyika? The enemy come and bombard people with doubts. Adui anakuja na kuwajazia watu akuwa na shaka. And I want to rebuke every doubt in your life. Na nataka ukemea kila shaka maishani I mwako. want to rebuke it right now. Na ikemea sasa hivi. And I declare faith to be built in your heart. Na natangaza imani ikajengeki katika moyo wako. You shall not give up your faith in God. Hautaweza kukata tamaa katika imani yako kwa Mungu. No matter the corner that the enemy has put you in, Haijalishi kona ambayo adui amekufinyilia. you shall not doubt God in your life. Hautakuwa na shaka na Mungu katika maisha The yako. God who did it, Mungu aliyeifanya He is the same yesterday, ndiye yule jana, today, and forevermore. na hata milele. He changes not. Yeye habadiliki. And He comes and says, if you are the Son of God, Na anakuja na kumwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, do this miracle basi fanya muujiza huu. by causing that stone Ugeuze jiwe hili to become bread. liweze kuwa mkate. Hallelujah. Amen. And the enemy, one major place and platform Na kuna mahali pamoja ambao adui anatutumia sana of temptation na kuleta majaribio is consumption. ni mahali pa kukula. What are you consuming? Je, unakula nini? Because you are what you consume. Kwa sababu wewe ni kile ambacho unakula. Whether it is food, Kama ni chakula, I don't know what you are taking as food today. sijui unachukua nini kama chakula leo. Because in this lockdown, Kwa sababu katika hali hii ya kufungiwa, there are people kuna watu who could have turned from God
ambao wamegeuka kutoka kwa Mungu. They were people in the church. Walikuwa ni watu kanisani. But because now your pastor is very far away, Na kwa sababu sasa mchungaji wako yuko mbali nawe, you can go and have takeaways of beer unaweza enda kuchukua pombe za kubeba nyumbani and start consuming them in your bedroom. na uanze kuzitumia kule chumbani mwako mwa kulala. Listen to me. Nisikize. Don't listen to the voice of the enemy. Usisikize sauti ya adui. What you are consuming today, Unachokitumia siku ya leo. what are you consuming in the internet? Je, unakula nini kule kwenye mitandao? What are you allowing in your emotions? Je, unaruhusu nini kiingilie kwa hisia zako? What are you allowing to enter into your spirit? Je, unaruhusu nini kiingie kwenye roho yako? Because the enemy has poisoned Kwa sababu adui ameweza kutia sumu the systems of many taratibu za wengi by what we have allowed ourselves to consume. kwa kile ambacho tumejiruhusu kuweza Do kukichukua. not consume anything. Usichukue tu chochote. He came and asked Jesus, Kaja na kamuuliza Yesu, change that stone geuza jiwe hili to become bread for you. liweze kuwa mkate kwa ajili yako. And this is the same thing. Na ni jambo hilo hilo. It's the same negotiation. Ni majadiliano ya namna hiyo He was with Adam and Eve at the Garden of Eden. ambayo adui alikuwa nao na Adamu na Hawa kule katika shamba la Edeni. Listen to me. Nisikize. In every situation, Katika kila hali there is a cunning negotiator for you. pana msemaji mjanja kwa ajili yako. In every of your season, Katika kila majira there is something that the enemy want to come to negotiate. kuna kile ambacho adui anataka kuja Amen. kujadili naye. Did God say that you should not eat that from that tree? Je, Mungu alisema usile kwa mti ule? And Eve allowed that conversation to continue. Na Hawa akawaruhusu yale mazungumzo yaendelee. That is what the Bible says. Sasa Biblia inasema Do not give the enemy a foothold. usimpatie adui mahali pa mguu. Do not give Satan a foothold. Usimpatie adui mahali pa kuwekeza mguu. Do not give him a place to negotiate with you. Usimpatie nafasi ya kuweza kujadiliana nawe. Eve gave in that negotiation. Katika majadiliano hayo He started asking, will you surely die? akaanza kuuliza, ni kweli utakufa? If you eat this, will you surely die? Ukikula hili ni kweli utakufa? And Eve was open to the negotiation. Na Hawa akawa wamejifungua kuweza kujadili. Praise the Lord. Amen. And all of us know what happened. Na sote tunajua kilichofanyika. The enemy will bring things so that you can consume. Adui ataleta vitu ili kwamba uweze kuvila. The devil knows that. Na shetani anajua hivyo. He cannot come just in your life and destroy you. Hawezi ingia tu maishani mwako na kuharibu tu. He has not that power. Hana nguvu hizo. But what he do, Lakini ambacho anafanya, he allows you to destroy yourself. anakuruhusu ujiharibu mwenyewe. It is you who will consume it. Ni wewe ambao utaila. Actually, the devil never consumed even what he gave to Eve. Hakika ni kwamba hata shetani hakuweza kula ambacho alimpatia He Hawa. never ate it. Hakuwahi kuila. But he allowed them to eat it. Lakini aliwaruhusu wale. The devil will just negotiate with you Shetani ataweza kujadili tu nawe. to enter into the sinful nature. Uingie katika hali ya dhambi. Remember the time of Balaam, Kumbuka wakati wa Balaam. when Balaam was unable to curse Wakati Balaam hangeweza kuweza the kulaani children of Israel. wana wa Israeli. He knew they are blessed. Akajua kwamba umebarikiwa. And I want to declare to you, you are Na blessed. nataka kutangaza kwako umebarikiwa. And the devil has no mandate Na shetani hana jukumu to curse you la kukulaani. unless you open your life to him. Labda tu ufungue maisha yako kwake. When Balaam tried and he was unable, Balaam alipojaribu na akashindwa, what he did is alichofanya ni hiki. he told Barak, Akamwambia Baraki, just tell these people ambia tu watu hawa to worship idols waweze kuabudu miungu and to do immorality na waweze kujiingiza katika unajisi with the women of Moabites. na wanawake wa Moabi, And they did that. na wakafanya hivyo. The devil was able to negotiate with them, Shetani aliweza kujadili nao and they were trapped, na wakaweza kunaswa and many of them died. na wengi wao wakafa. Listen to me. Nisikize, Do not allow the negotiation with the enemy. usiruhusu majadiliano na adui. Hallelujah. Amen. But there was a man called Daniel. Lakini kuna mtu aliitwa Danieli. Oh, Jesus. Haleluya. Rekatabosek. When Daniel Wakati Danieli was told by the king, aliambiwa na mfalme, you must feed on this food lazima ule vyakula hivi so that you can be
as healthy as we want. ili kwamba uweze kuwa na afya tunavyotaka. But Daniel refused Lakini Danieli akakataa to defile his life kutia unajisi katika maisha yake with the food of the king. kwa chakula cha mfalme. Listen to me. Nisikize, Do not defile your life usitie unajisi katika maisha yako by satanic consumption. kwa kukula vitu vya kishetani. Do not defile your life Usiweze kutia unajisi maishani with mwako things that come from the enemy. na vitu vinavyotoka kwa adui. He refused to consume it. Danieli akakataa kuvila. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus told Satan, Yesu akamwambia shetani, man shall not live by bread alone. mtu hataishi kwa mkate tu. And it is true. Na ni kweli, Man does not live by bread alone. mtu haishi kwa mkate pekee. There is more to life than the physical bread. Kuna mambo mengi zaidi kwa maisha kuliko mkate tu wa kuonekana. There is more of your life than the physical bread. Kuna mambo mengi maishani mwako zaidi ya mkate tu. And that is why in this pandemic period, Na ndipo hata katika wakati huu wa janga hili, and especially when the churches were closed, na hasa wakati ambapo kanisa limekuwa limefungwa, we are finding a lot of things that are happening to the community. tunapata mambo mengi yakifanyika kwenye mahali ambapo tunaishi. It is true, people are taking food. Ni kweli watu wanakula, They are eating. watu wanakula, They have everything they have. wana kila kitu wanachohitaji, But gender violence has increased lakini vita vya kijinsia because vimeongezeka man shall not live by bread alone. kwa sababu mwanadamu hataishi kwa mkate pekee. Teenage pregnancy has increased Mimba ya watoto wadogo imeongezeka because man shall not live by bread alone. kwa sababu mwanadamu hataishi kwa mkate pekee. There is a lot of depression Kuna kusongwa na mawazo kwingi and schizophrenic happening that are happening right now. na mambo yanayofanyika kuhusiana na hayo. People who are depressed and stressed right now Watu wengi ambao wamesongwa na mawazo sasa hivi because man shall not live by bread alone. kwa sababu mtu hataishi kwa mkate pekee. Jesus told the devil, Yesu akamwambia adui, listen to me, nisikize, it is written, imeandikwa, it is written, imeandikwa, we shall defeat the devil tutamshinda shetani not by our own na cunningness. kusio kwa ujanja wetu You wenyewe. cannot defeat the devil by your cunningness Hawezi kumshinda adui kwa shetani kwa sababu ya ujanja or wako your cleverness. ama kwa uwerevu wako. You can defeat the devil Unaweza kumshinda shetani by telling the devil, kumwambia shetani, it is written. imeandikwa. Can somebody say it is written? Mtu aseme imeandikwa. Somebody say it is written. Mtu aseme imeandikwa. The devil is a real cunning negotiator. Na shetani ni msemaji mjanja kwa hakika. Another major negotiation that the enemy brings people to Mjadala mwingine mkuu ambao shetani anawaletea watu is negotiation of the glories of this world. ni kuweza kujadili kuhusu utukufu wa dunia, wa vitu vya dunia hii. Bible says he saw Jesus Biblia inasema akamuonyesha Yesu in a twinkling of an eye. katika muda mfupi sana All the glories enzi yote and the powers na utukufu wake of the worldly kingdom. katika ufalme wa dunia. Because there is power and glory. There is a measure of power and glory in the kingdoms of this world. Kwa sababu kuna vipimo vya utukufu na enzi katika ufalme wa dunia hii. That is why you see even through this lockdown, Na ndipo unaona hata katika wakati wa kufungiwa people are still talking in Kenya about 2022 watu bado wananena kuhusu mwaka 2022 katika because nchi ya we Kenya. shall have an election in 2022. Ya kwamba kutakuwa na uchaguzi katika mwaka huu wa So people 2022. are talking of that Kwa hivyo watu wananena kuhusu because hilo. there is a measure of glory to it. Kwa sababu kuna kipimo cha utukufu ndani yake. Hallelujah. Amen. And there are many great men of God Na kuna watu wengi wakuu wa Mungu who have fallen ambao wameanguka to this glory. na kuingia katika utukufu huu. There are people who God could have used greatly, Ni watu ambao Mungu angewatumia kwa njia kubwa, but they fell on the wayside lakini wakaanguka barabarani because of the seeking of the things of this world. kwa sababu ya kutafuta mambo haya ya dunia hii. Many of the people. Watu wengi. But I declare that shall not be your portion. Na lakini natangaza hiyo haitakuwa sehemu You yako. shall not fall away. Hautaweza kuanguka. I declare you shall stand strong Natangaza kwamba utasimama imara in the kingdom of God. katika ufalme wa Mungu. You shall become a solution. Utaweza kuwa suluhu, You shall become a testimony utakuwa ushuhuda, of people who are victorious watu walio na ushindi in faith in God. katika imani katika Mungu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. The Bible says in the book of 1 John, Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana chapter 2, verse 15, mlango wa pili aya ya 15. he said,
love not the world, na kwamba usipende dunia neither the things that are in the world. na vitu vilivyomo. If any man love the world, Kama mtu yote ataupenda ulimwengu, the love of the Father is not in him. upendo wa baba haumo ndani yake. You cannot love the world Hauwezi penda ulimwengu and love God. na umpende He Mungu. continues to say, Anaendelea kusema, for all that is in the world, kwa chochote ambacho kiko duniani, the lust of the flesh, tamaa ya mwili, the lust of the eyes, tamaa ya macho and the pride of life na kiburi cha maisha is not of the Father, sio za baba, but is of the world. ila ni za dunia. Praise the Lord. Amen. Continue to say, and the world Na dunia passeth away, inapita and the lust thereof. na tamaa zake pia, But he that doeth lakini yeye ambaye anafanya the will of God mapenzi ya Mungu abideth forever. ataishi milele. Listen to me. Nisikize, As I began by saying, nilianza na kusema if we are not careful as a church, kama hatuko uangalifu kama kanisa and we are not going to change the world, na hatuendi kubadilisha ulimwengu, the world will come to the church basi ulimwengu utakuja and kanisani change us. na kutugeuza. The world is very much determined Na ulimwengu una juhudi sana to be able to bring the church to the order of the world. ili kwamba uingize kanisa katika taratibu za dunia, And there is strategies, na pia wameweka mikakati, there are plans kuna mipango to make sure ili kwamba that the wahakikishe church becomes like the world. ya kwamba kanisa limekuwa kama dunia. But we need to stand with the truth of the word of God. Lakini tunafaa kusimama na ukweli wa neno la We Mungu. should not try to negotiate Tusijaribu kujadili our birthright uzao wetu, haki of yetu our God. wa Mungu wetu. Hallelujah. Amen. You know, the major the major negotiation of this message is, Na kitu kikubwa sana ambacho kinajadiliwa katika ujumbe huu it is your center of worship. ni njia ya kuabudu. The devil wanted to negotiate Shetani alitaka sana kuweza kujadili with Jesus, na Yesu the center of worship. mahali pa katikati pa kuabudu. What do you worship? Je, unaabudu nini? What are you worship? Unaabudu nini? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Because the enemy Kwa sababu adui would like to divert men and women angependa kuwageuza wanawake na wanaume to worship other ili things, kwamba waabudu vitu to vingine, worship the riches of this world, kuabudu utajiri wa dunia hii, the systems of this world, kuweza kuabudu taratibu za dunia hii the things that the world wants us to worship. na vitu ambavyo dunia inataka tuabudu, Because it is the same trick. kwa sababu ni ujanja ule ule. He told, in Genesis, he told Eve, Katika Mwanzo alimwambia Hawa he told, you shall be like God. ya kwamba utakuwa kama Mungu. That God knew Mungu alijua that when you eat of this fruit, ya kwamba mara ukila katika mti huu you shall know good and evil, utajua mema na mabaya, and you shall be like God. na utakuwa kama Mungu. So the devil is the bad and a cunning negotiator, Kwa hivyo shetani ni mbaya na pia ni msemaji mjanja, because he knows very well kwa sababu anajua hakika there is only one to worship. ya kwamba kuna mmoja tu wa kuabudiwa. The reason why he was brought down, Na sababu ambayo alifanya atupe he duniani, was taken out of heaven, akatolewa kule it mbinguni, is because he wanted to scale even to the throne of God. ni kwa sababu alitaka kujipandisha hata kufikia katika enzi ya God will Mungu. never share his glory with anybody. Na Mungu hatashiriki utukufu wake na mtu God yeyote. will never share his worship with anybody Mungu hatashiriki kuabudiwa kwake na mtu or yeyote anything. ama chochote. He remains God, Anabakia kuwa Mungu, the ancient of days. Mungu ambaye ni wa siku za It will kale, never change. habadiliki, His worship should remain, na kuabudu kwake lazima kusalie, because even right now in our world, kwa sababu hata katika ulimwengu wetu there are sasa people who are behaving kuna watu ambao wanafanya mambo like they want to be worshipped. kana kwamba wanataka kuabudiwa. Oh, we shall do this. Tutafanya hivi, We shall bring this vaccine. tutaleta chanjo hii, It shall take this kind of years. itachukua miaka ya namna hii. They are talking all those things like they are God. Wananena ni kana kwamba wao ni Mungu, But I want to declare today, lakini nataka kutangaza leo there is a God in heaven kuna Mungu mbinguni who is able to destroy ambaye anaweza kuharibu the cleverness of mankind, au ujanja wote na uerevu wote wa mwanadamu, the cleverness of the wisest, ule uerevu wote wa watu ambao wanafikiria ni wenye and hekima they shall look like na fools, watakaa kama wajinga, because
God is the one who, our God is, He is the one who has created us. kwa sababu Mungu wetu ndiye ambaye ametuumba. We are not a creation of anybody. Sisi sio uumbaji wa mtu yeyote. It is God who has kept us Ni Mungu ambaye ametuweka alive. uhai, It is not any man. na sio mtu yeyote, It is not those na vaccines. sio chanjo hizo. It is God Ni who Mungu has given us air to breathe. ambaye ametupatia hewa ya kupumua. So God is going to confound Kwa hivyo Mungu ataweza kuzuilia the wisest of this world, hekima yote wanaodhania wana hekima and He duniani, will turn them to look like fools. na atageuza na kuwafanya wakae kama wajinga. Hallelujah. Amen. Remember our messages. Kumbuka ujumbe wetu ni The cunning negotiator. msemaji mjanja. The Bible says the devil again taketh Jesus at the pinnacle of the temple, Na Biblia inasema kwamba shetani akamchukua Yesu na kumpeleka kwenye kinara cha hekalu in the holy city of Jerusalem. katika mji mtakatifu wa Yerusalemu. You know, the devil Unajua shetani will never negotiate with you hatajadiliana nawe very far from your preferences. mbali sana na mahali ambapo ungependa. You know, Jesus Unajua Yesu used to travel to Jerusalem alikuwa akisafiri na kuelekea Yerusalemu oftenly. wakati mwingi. He used to go to the temple. Alikuwa akienda kwenye hekalu, That is his house. na hiyo ilikuwa ni nyumba yake. So the enemy Kwa hivyo adui will never take you very far. hata kupeleka mbali He sana, will never bring something that will be able to even make you to wake up hata kuletea kitu ambacho kitaweza kuchangamsha ama kuamsha and say, where am I? na ujiulize, je, niko wapi? Hallelujah. Amen. He will take you to a place, a familiar place. Atakupeleka mahali panapokaa umepazoea. Even the groups that he takes you to, Hata vikundi ambavyo anakuelekeza kwavyo there are groups, some of them will quote the Bible or misquote the Bible. ni vikundi ambavyo wakati mwingine vitaweza kunukuu Biblia ama vinukuu vibaya Biblia, They will look like they are also praying to God. na itakani kana kwamba wanaomba kwa Mungu pia. He takes you to a place where it looks familiar with you. Anakupeleka mahali panapokaa ni kana kwamba si pageni kwako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. But remember this, Lakini kumbuka hili, Jesus Yesu defeated all his negotiations. aliweza kushinda mijadala yote ya shetani. He defeated him. Alimshinda, He defeated the enemy. alimshinda adui. Told him, it is written, Akamwambia adui, imeandikwa. let the word of God be in your mouth. Wacha neno la Mungu liwe kinywani mwako. Especially right now, Haswa wakati huu, those of us who know Jesus, wale wetu ambao tunamjua Yesu, let the word of God continually be in our mouth, wacha neno la Mungu liendelee kuwa katika vinywa to vyetu, be able to speak, tuweze kunena, that God may give us a tongue of the learned, na kwamba Mungu atupatie ulimi aliyesoma, the learned of the word of God, ambaye amesoma neno la Mungu, to speak the wisdom of God kunena hekima ya Mungu in every time of need. katika kila wakati wa hitaji. Jesus defeated him. Yesu akamshinda adui. So we can rely on Jesus. Kwa hivyo tunaweza kumtegemea Yesu, We can rely on Jesus. tunaweza kumtegemea Because he replied to the enemy, kwa sababu alimrudishia adui you will worship God and God alone. kwamba utamwabudu Mungu na Mungu pekee. And he told him again, Akamwambia tena we shall not tempt God, ya kwamba usimjaribu Bwana Mungu wako, and never tempt God. usiwahi jaribu Mungu. Praise the Lord. Amen. At any time of your life, Wakati wote wa maisha yako do not enter into a place usifike mahali to tempt your God. wa kuweza kumjaribu Mungu wako. And sometimes we tempt God Wakati mwingine tunamjaribu Mungu by sinning what we know is sin. kwa kutenda dhambi tunayojua fika ya kwamba ni dhambi, Entering into a place of sin, kuingia mahali pa dhambi and you know very well it is a sin. na unajua hakika hii ni dhambi. We must not tempt our God. Tusimjaribu Bwana Mungu We wetu, must not enter into that territory. tusiingie katika sehemu hiyo. The Bible says in the book of 1 John 5 verse 4, Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana 5 aya yake ya 4, for whatsoever is born of God kwa kuwa chochote ambacho kimezaliwa na Mungu overcometh the world. kinaushinda ulimwengu. And this is the victory Na huu ndio ushindi that overcometh the world, ushindao ulimwengu, even our faith. hata hiyo imani yetu. Hallelujah. Amen. We are on the side of overcoming. Tuko upande wa kushinda. Hallelujah. Amen. Whatever is born of God. Chochote ambacho kimezaliwa na Mungu. Can somebody say, I'm born of God? Mtu aseme nimezaliwa na Mungu. Can somebody say, I cannot be destroyed? Mtu aseme siwezi haribiwa. Hallelujah. He said, whatever is born of God
chochote kilichozaliwa na Mungu it overcometh the world. kinaushinda ulimwengu. Everyone that is born of God, Yeyote ambaye amezaliwa na Mungu, you have the capacity, una uwezo, you have the power. una nguvu, You have the power. una nguvu, You carry the anointing unabeba upako to overcome the world. wa kushinda ulimwengu. You must overcome the world. Lazima ushinde ulimwengu. The Bible continues to say, Biblia inaendelea kusema, and they overcame him na wakamshinda by the blood of the Lamb kwa damu ya mwana kondoo and by the word of their testimony. na kwa maneno ya ushuhuda wao, And they loved not their lives na hawakupenda maisha yao unto death. hata kifo. Hallelujah. Amen. We must defeat the enemy Lazima tumshinde adui by the blood of the Lamb. kwa damu ya mwana kondoo. The blood of the Lamb Damu ya mwana kondoo is the one that worked wonders ndio ambayo ilifanya miujiza in the time of Passover. wakati wa Passover, When the angel of death was hovering around wakati malaika wa kifo alikuwa akitembea angani Egypt, kule Misri killing the firstborn. akiwaua wazaliwa wa kwanza. The blood of the Lamb, Damu ya mwana kondoo, and that is the blood. na hiyo ndio damu, It was a type of the blood of Jesus. ni aina ya damu ya Yesu. And I want to tell you, my sister, my brother, Na nikwambie dada yangu, ndugu yangu, there shall be a Passover. patakuwa na Passover. There is an angel of death Kuna malaika wa kifo that has been released in the whole world ambao ameachiliwa ulimwengu mzima, called COVID-19. ambaye anaitwa COVID-19. We have seen superpowers surrendering. Tumeona superpower wakiweza kujisalimisha, Egypt was a superpower na Misri ilikuwa ni superpower that time. wakati ule. But listen to me, Lakini nisikize, the people who are slaves, watu ambao walikuwa ni mateka, watumwa, they were powerless. walikuwa hawana nguvu, But because of the blood, lakini kwa sababu ya damu, because of the blood, kwa sababu ya damu, the angel malaika was passing over. alikuwa akipita It never killed Israel. na hakuwaua Waisraeli. I want to declare to you today, Nataka kutangaza kwako siku you ya leo, shall not die, hautakufa but you shall live bali utaishi, to declare the testimonies of God. kutangaza ushuhuda wa Mungu. You shall not die of COVID. Hautakufa kwa ajili ya If COVID. you have the blood of Kama Jesus, una damu ya Yesu, if the blood of Jesus has washed kama you, damu ya Yesu imekutakasa, you carry the blood of the covenant. unabeba damu ya You agano, cannot die. hauwezi kufa. Refuse to die, my sister. Kataa kufa dada yangu. You could be in the hospital. Yawezekana uko hospitalini. Refuse to die. Kataa kufa. Declare the blood of Calvary, Tangaza damu ya the Kalvari, blood that was shed. damu iliyomwagika, And because of his death, na kwa sababu ya kifo chake we can live. tunaweza ishi. We can live. Tunaweza I ishi. declare life upon your life. Tangaza maisha Hey! Amen. I declare life upon your life. Tangaza uhai juu ya The maisha yako. life in the blood of Jesus. Na kukanda The life in the blood of Jesus. kwa damu ya Yesu, It is your portion. sehemu yako In Jesus' name. katika jina la Yesu. Said the blood Nasema damu and the word of their testimony. na kwa maneno ya ushuhuda The wao, blood of the word of their testimony. maneno ya ushuhuda wao. What kind of a testimony do you have? Je, una ushuhuda wa namna gani? What are you talking? Je, unanena nini? What is your confession? Je, unakiri nini? Are you confessing corona? Je, unakiri korona? Or are you saying Jesus is my healer? Ama unasema Yesu ni mponyaji Are wangu? you saying Je, unasema Jesus paid the toll Yesu alilipia at yote the cross pale katika msalaba, where I first saw the light mahali ambapo niliona nuru and the mahali pa kwanza, burden na mizigo of my life ya maisha yangu rolled away? ikaondolewa. What is your song today? Je, wimbo wako ni upi leo? Are you singing the way Je, ulikuwa unaimba the TVs are singing? ama unaimba jinsi ambavyo runinga Or do you zinaimba? have a unique song Ama una wimbo that Jesus is a healer? na kwamba Yesu ni Do mponyaji? not want to welcome Usiweze kukaribisha the negotiation of the enemy. majadiliano ya adui. Jesus never gave the enemy a hearing. Yesu hakumpatia adui mahali pa He kusikia. was stopping him with the word of God. Alikuwa akimsimamisha na kumzuilia kwa neno la Mungu. And as I said, as we come to the end of times, Na nilivyosema ya kwamba tunapofika katika nyakati za mwisho, this negotiation will continue coming. mijadala hii itaendelea kuja. The world Dunia will be used of the enemy itatumiwa na adui to
to negotiate with the church ili kwamba inaweza kujadiliana na kanisa things pertaining to our worship. mambo yanayohusiana na kuabudu kwetu. We shall see this actively being done. Na tutaona ikifanyika sana sana. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Listen to me Nisikize. as I am. Napotamatisha. The Pharaoh of Egypt, Farao wa Misri when it came to the time ilipofika wakati that God was delivering his children, ya kwamba Mungu alikuwa akiwakomboa na watoto wake, the Pharaoh, Farao who is a type of the devil, ambao ni mfano wa shetani, he never wanted the children of Israel to go. hakuwataka wana wa Israeli waende. He wanted them to remain captives. Alitaka sana wabakie mateka, And he started also to negotiate. na akaanza kujadili Negotiating compromises. na kujadili kuna kufanya unaweza kusalimisha. Can we come to agreement? Tukubaliane, Can we come tukuje to a middle na place tufike mahali pa katikati and agree? na tukubaliane. He first came Na akaja kwanza in chapter 8 katika mlango wa 8 of Exodus. wa Kutoka, He started telling them, akaanza kuambia, what are you going really to sacrifice? je, mnaenda ili kwanza mkatoe dhabihu? What kind of sacrifice? Dhabihu ya namna gani? What kind of sacrifice? Ni dhabihu ya namna gani? And Moses told him, Na Musa akamwambia, you know, our sacrifices dhabihu zetu are abomination to Egyptians ni chukizo kwa Wamisri, because we sacrifice animals. kwa sababu tunatoa dhabihu ya wanyama. And you know, many of the animals Na unajua wanyama wengi were kind of images of gods of Egypt. walikuwa ni mifano ya miungu wa Wamisri. So what Moses was telling him, Kwa hivyo Musa alichokuwa kimwambia if we begin to slaughter animals, ni kwamba tukianza kuwachinja wanyama, you shall say we are slaughtering your gods. mtasema kwamba tunawachinja miungu wenu. May every gods of this world Wacha miungu wote wa dunia be hii slaughtered ichinjwe by Christians. na Wakristo. May we arise as a church Wacha tuinuke kama kanisa, to destroy tuharibu the images of the enemy mifano yote ya adui that are rising in our time. ambayo inajinua nyakati zetu. Say it will become an abomination. Akasema itakuwa ni chukizo. The other thing, Pharaoh was coming to negotiate. Jambo lingine, Farao alikuja kuweza kujadili. Please don't go very far. Tafadhali msiende mbali sana. Hey. The enemy, Adui yes, he is saying, anasema, I will allow you to go. ni kweli nitawaruhusu muende. It is true. Ni kweli Your time of going has come. wakati wenu wa kwenda umefika, But don't go very far. lakini msiende mbali sana. Don't get saved very much. Usiokoke sana. Do not speak with the tongues too much. Usinene kwa ndimi sana. Do not pray too much. Usiombe sana. Do not go very far. Usiende mbali sana. That is how the devil was negotiating. Na hivyo ndivyo shetani alikuwa akiweza kujadili. He still wanted to see Israel Alikuwa anataka kuona Waisraeli tu not very far from where he was. wakiwa sio mbali sana na alipokuwa. And that is what the devil is mad with. Na hicho ndicho ambacho shetani amekasirika. Even when you get saved, Hata unapookoka, the devil does not want you to go deep, shetani hataki uingie uzame sana. very deep in salvation. Hataki uzame kwenye He wokovu. wants you to leave some things. Anataka uache mambo kadhaa. You can talk lies. Unaweza danganya kidogo When you are with other wazes, ukiwa na wazee wengine. you can take some beer Unaweza kunywa kapombe kidogo so that you look like a mzee. ili kwamba uweze kuwa kama mzee na The uonekane kama mzee. enemy Lakini does adui not want you to go very far. hataki uende mbali sana. You are saved, Ni yes. kweli umeokoka, You are an elder in the church. wewe ni kiongozi kanisani, But still you can keep a ndogo ndogo. lakini unaweza kuwa na ndogo ndogo. Don't go very far. Usiende mbali sana. I want to see you. Nataka nikuwe nikikuona, I want you to be close to me. nataka uwe karibu nami. Those are the negotiations Na haya ndio mijadala that the enemy negotiates with people. ambayo shetani anajadili na watu. Hallelujah. Amen. But a singer sang and said, Lakini mwimbaji akaimba akasema, wegane tuthie kuria kuriku. tuache twende kuliko chini zaidi, Kuriku. tuzame huko chini kabisa, Kuria shaitani atangioka. ambapo adui shetani hawezi fika, Tondu twaikara hugururu-ini. kwa sababu tukikaa hapa kando kando tu, Hugururu-ini. hapa kando kando tu, Hugururu-ini na hapo kando is kando a place that the enemy can get you. ni mahali ambapo adui anaweza kukupata, Is a place that you are still enjoying Egypt. ni mahali ambapo bado unafurahia Misri And you are also enjoying Canaan. na bado unafurahia You Kanaani. are there between. Uko pale katikati.
our God lakini Mungu wetu hates lukewarmness. anachukia sana kuwa Even as vuguvugu. we plan to come back to church, Hata tunapojiandaa kurejea we kanisani, must refuse lukewarmness. lazima tukatae kuwa vuguvugu. We must go deep. Wacha tuingie tuzame kabisa. But I was telling, don't go very far. Farao alikuwa akimwambia msiende mbali sana. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. The enemy Adui do not want us to serve God hataki tumtumikie Mungu with the whole of our hearts. kwa moyo wetu wote. He wants to negotiate some energies, Anataka kujadili nguvu kadhaa some attentions. na aweze kupewa umakini. He wants you to have some of the attention towards him. Anataka uweze kumpatia umakini kidogo kwake. This is the negotiation. Na huo ndio mjadala. And the enemy is a cunning negotiation. Na adui yeye ni mjanja, yeye This ni is, msemaji mjanja. this is what Pharaoh was saying. Na Farao alikuwa akisema hivi. And he went on to say, Akaendelea kusema, let my people go, Musa akaja na akamwambia wacha watu wangu waende that they may serve me. ili kwamba wakanitumikie. Bwana asifiwe sana. Amen. But Pharaoh agreed. Na Farao akakubali. And he was saying, Alikuwa akisema who should go? nani atakayeenda? And he was saying, Na akasema let men go. wacha wanaume waende. He was saying, actually he was telling Moses, there are dangers Alikuwa akimwambia Musa kuna hatari along the way, katika barabara, and your women na wale wanawake and children na watoto wenu and what you have as cattle. na ambacho mnacho kama mifugo. There is danger. Kuna hatari, There are people who will fight you. kuna watu watakaopigana nanyi. So men go. Kwa hivyo wanaume waende, Live with us women. tuachieni wanawake, Leave the children. tuachieni watoto. There are dangers. Hao katika hatari. Praise the Lord. Amen. These are the negotiations Na hii ndio mijadala that the enemy negotiates with the people of God every time. ambao adui anajaribu kujadili na watu wa Mungu kila mara. Hallelujah. Amen. That you can go. Ya kwamba unaweza enda, You can continue to worship God. wewe endelea kumwabudu Mungu, But let the children stay home. lakini wacha watoto wabakie nyumbani, Let the children not come. lakini wacha watoto wasije. It is an enemy negotiating. Ni adui ambaye anajadili, Because the enemy knows sababu adui anajua the children are our future. ya kwamba watoto wetu ndio kesho yetu. And if the enemy be able to infiltrate the children, Na wakati ambapo adui ataweza kuingililia watoto, he will destroy the future. ataharibu kesho yetu. And that is why even right now, Na hata sasa hivi when the children are not being around to come to church, wakati watoto hawaruhusiwi kuja kanisani, we need to be very wary. tunafaa kuwa tunafaa kuwa We waangalifu need sana. to be alert Tuweze kuwa waangalifu that sana. we continue giving the spiritual food to our children. Ya kwamba tuendelee kuwapatia watoto wetu chakula cha kiroho. Let's be serious with teaching our children. Tuweze kuwa makini kabisa na kuwafunza Because the watoto enemy wetu. is saying, Sababu adui anasema, you go, nyinyi enendeni, leave me with with the children. niachieni watoto wenu, The children, let them stay with me. wacha wabaki na mimi. But we want to declare today, Lakini tunataka kutangaza our leo, children belongs to God. watoto wetu ni wa Mungu. Even in our nation, Kenya, Hata katika taifa letu la we Kenya want to declare tunataka kutangaza the devil has no power adui hana nafasi, over our children. hana nguvu juu ya watoto We wetu. shall train them online. Tutaweza kuwafunza katika mitandao, We shall train them in our homes. tutawafunza kule manyumbani, We shall teach them tutawafundisha to know God and to walk in the fear of God. ili kwamba wamjue Mungu na watembee kwa kumwogopa Mungu. As I end, Napotamatisha, the enemy went on to negotiate. adui akaendelea kuweza kujadili. Praise the Lord. Amen. He continued to say, Akaendelea kusema, hallelujah, Amen. let your flocks wacha mifugo yenu, and your herds wacha mifugo yenu ya ng'ombe na kondoo be left behind. ibakie nyuma. I allow the children to go with you. Naruhusu watoto waende nanyi. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Listen to me. Nisikize, The enemy negotiates adui anajadili even with your properties. hata na mali yako. He tells you, Anakwambia you go and worship God. basi wewe ende na umwabudu Mungu. But you know this, Lakini najua hivi, you cannot sacrifice to God with nothing. hauwezi kumtolea Mungu dhabihu bila chochote, bila kitu. And that is why the enemy negotiates with some people. Na ndiposa adui anaweza kujadili na watu wengine. Just go and worship me. Anawambia nenda tu niabudu, Go and lift up your hands. enda unyoshe mikono yako, Sing for me. muimbie, niimbieni. That is enough. Hiyo imetosha. But your salary Lakini mshahara wako is yours. ni wako peke yako. Oh, it is, keep it. Iweke Your wealth
utajiri wako does not belong to Canaan. sio wa Kanani, It does not belong to God. sio wa Mungu. Your wealth Utajiri wako should not serve God. usimtumikie Mungu. Leave it to Egypt Uache kule Misri so that Egypt can have it. ili kwamba wa Misri wawe naye. And there are many people who enter into that trap. Na kuna watu wengi wanaingia kumtego. There are so many Christians Kuna Wakristo wengi who do not serve God ambao hamtumikii Mungu with what God has given them. kwa kile ambacho Mungu amewapa. They have listened to the voice of the devil. Wamesikiza sauti ya adui. They have listened to the voice of the Pharaoh. Wamesikiza sauti ya Farao. That do not serve God with your cattle. Ya kwamba usimtumikie Mungu na mifugo wako. Leave it. Iache. But you see what Moses told him? Lakini ona kile ambacho Musa He anamwambia. told Pharaoh, Akamwambia Farao, even you Pharaoh, hata wewe Farao, you must give us some cattle lazima utupatie mifugo kadhaa. so that we can go Ili kwamba tuende and serve our God with it. na tumtumikie Mungu wetu You nayo. Pharaoh, Wewe Farao, give us also. tupatie pia. Whatever we have is not enough. Ambacho tunacho hakitoshi. And that is why we need to be able to, as children of God, Na ndiposa kama wana wa Mungu, to connect our wealth twafaa kushikamanisha utajiri and wetu what we have. na kile ambacho tunacho. Do not allow that negotiation, Usiruhusu mjadala ya namna hii. a cunning negotiation, Mjadala ambao ni mijanja. that you should not serve God with your wealth. Ya kwamba usimtumikie Mungu na utajiri wako. Moses told him Musa akamwambia in Exodus 10 verse 26, katika Kutoka 10 aya 26. we shall not leave even a hoof. Hatutaacha hata wayo. We shall carry our women. Tutabeba wanawake wetu. We shall carry our children. Tutabeba watoto wetu. We shall carry our cattle. Tutabeba mifugo wetu. You shall also give us something, Na utatupatia kitu. even a hoof. Hata wayo. We shall not leave it. Hatutawacha. And I want to declare now in the spiritual realm, Na nataka kutangaza katika kitengo cha kiroho. we are coming out. Tunatoka sasa. We are coming out Tunatoka with everything na kila kitu that pertains to our lives. ambacho kinahusiana na maisha We are yetu. carrying everything Tunabeba kila kitu that pertains to us. ambacho ni chetu. We shall not leave anything. Hatutaacha chochote. The enemy has no portion Na adui hana sehemu in our lives. katika maisha He yetu. has no portion Hana sehemu in our lives katika maisha or yetu. anything Kwa kila kitu that is called by our names. ambacho kinaitanishwa na In majina the yetu. name of Jesus Christ, Amen. I want to speak the blessings of God upon your life. Nataka kunena baraka za Mungu maishani mwako. And one thing I want to remind you, Na kitu kimoja nataka do not kukumbusha. enter Usiingie into a negotiation kwa mijadala with the enemy. na adui. I want to pray now. Ningependa kuomba sasa. Hallelujah. Amen. I don't know what right now the enemy is trying to negotiate with you. Sijui adui anajaribu kujadili nini nawe sasa. But I want to pray for the spirit of discernment upon your life. Lakini ningependa kuombea roho wa kuweza It could be a person who has come to your life. Inawezekana ni mtu ambaye amekuja maishani mwako And he is sent as an agent in your life na ametumwa kama agenti maishani mwako to destroy or to destroy your family. ili kwamba kuharibu ama haribu familia yako. I want to arise against this. Nataka kuinuka kinyume cha Our Father and our God, Baba yetu na Mungu wetu. I pray for my brethren, Naombea wapendwa wangu those who have listened to this message. wote ambao wamesikiza ujumbe. If they are in a place Kama wako katika mahali where the enemy has tried and started to engage them, ambapo adui amejaribu na kuanza kujadili. I rebuke the enemy. Nakemea adui I declare it is written, na natangaza imeandikwa. man shall not live by bread alone. Mtu hataishi kwa mkate pekee. I declare it is written, Natangaza imetangazwa. we shall worship only our God. Tutamwabudu Mungu wetu pekee. It is written Imeandikwa. that you shall not tempt Hautajaribu the Lord your God. Bwana Mungu wako. I declare that God gives you discernment, Natangaza Mungu akupatie ufahamu. gives you the spirit Akupatie roho. to be able to understand Wa kuweza kuelewa. that negotiation, Ya kwamba mjadala huu whether it is of the enemy kama ni wa adui or it is a good negotiation. ama ni mjadala ambao ni mwema. I also declare to you right now, Tangaza kwako pia sasa. may you defeat the enemy Wacha mshinde adui. by the blood. Kwa damu. May the blood of Jesus be upon you. Wacha damu ya Yesu Kristo iwe juu yako. May the blood of Jesus Wacha damu ya Yesu speak upon your life nene maishani mwako. in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. That the devil will not have any foothold. Na kwamba shetani hatakuwa na mahali pa I kuweza. declare now Tangaza sasa. a Passover experience Pasova ikuje juu yako. upon your life. Juu ya maisha yako. I also declare now Natangaza sasa. that your tongue Ya kwamba ulimi will wako carry the testimonies utabeba ushuhuda. of God. Shuhuda za
Jesus' mighty Kwa name. jina la kuu la Yesu Kristo. Our Father, I declare now Baba yangu natangaza sasa that word ya kwamba neno hili shall be able to be received by your people. litaweza kupokelewa na watu wako. You shall revive your people. Utaweza kuweka You watu shall wako. revive the church. Utaweza kurejesha kanisa. We shall not allow Hatutaruhusu any negotiation majadiliano yoyote in the enemy, na adui. whether it is our way of worship, Kama ni njia yetu ya kuabudu, whether it is our way of our children. kama ni njia ya watoto wetu. Oh God, Mungu wetu, help us to stand tusaidie kusimama as a church. kama kanisa. We refuse Tunakataa the world dunia to come inside the church. ingie kanisani. We declare Tunatangaza it is the church ni kanisa to go to the world takalenda ulimwenguni and be able to bring harvest na aweze kuleta mazao for God kwa ajili ya Mungu. in the name of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu Kristo. You are there, child of God. Kwa pale mwana wa Mungu You have listened to the word of God umesikiza ujumbe and you'd like to give your life to na Jesus. ungependa kutoa maisha yako kwa I Yesu. want to pray with you. Nataka kuomba nawe. Say, Lord Jesus, Sema Bwana Yesu, I come to you. naja kwako. I am a sinner, Mimi ni mwenye dhambi. but from today Lakini I kwanza have heard your word nimesikia neno lako and I've received you na nimekupokea as the Lord and Savior. kama Bwana na Mwokozi. Sustain me Nisaidie kudumu even in salvation. hata katika wokovu. In Jesus' mighty name. Katika jina kuu la If Yesu. you have prayed that prayer, Kama umeomba ombi hilo, know that you are saved now. jua ya kwamba umeokoka You sasa. have been translated from death to life. Umegeuzwa kutoka kwa kifo hadi uhai. And I want to welcome you specially Na ningependa kukaribisha sana kwa njia for our services, kwa ibada zetu. because from next Sunday on 19th Kwa sababu kuanzia Jumapili ijayo tarehe 19 of July 2020, ya mwezi wa 7 mwaka we 2020 shall be able to come, tutaweza kuja although in a very regulated manner. hata kama ni kwa njia ambayo imeweza kuelekezwa sana. If you are around Juja or Roido, Kama uko karibu na Juja ama Roy, at Kibo stage, pale katika stage ya Kibo 2 kilometers inside, ni kilomita 2 please tutakazoingia. come and we are ready to serve you. Tafadhali kuja na tutaweza kutumikia. If you are outside there, Na kama uko kule nje, please find a church tafadhali tafuta kanisa where they teach the word of God mahali ambapo wanafunza neno la Mungu and speak the fear of God. na wananena uoga wa Mungu. For the members of Deliverance Church Theta, Washirika wa kanisa la Deliverance hapa leo, I've kept on telling you nimekuwa nikiwaambia mara kwa mara that our night is coming to an end. ya kwamba usiku wetu wakaribia kuisha, And surely the night has come to an end, na kwa hakika usiku umeisha, although in a regulated way. na kama ni kwa njia ambayo imeelekezwa, But at least we can see lakini kidogo tunaweza a ona small cloud wingu ndogo like that of Elijah, kama lile Elia aliona. because we know there will be abundance of rain that are coming. Na tunajua kwamba kuna mvua nyingi ambayo inakuja, There is a sign of great things. kuna ishara za mambo makubwa. Therefore, we welcome you once again Kwa hivyo tunawakaribisha mara tena to your church, katika kanisa letu Deliverance Church Theta. Deliverance hapa Theta. We shall be able to give details Tutaweza kuwapatia maelezo of zaidi how we shall congregate na jinsi tutakavyokongamana and how the services will go. na jinsi ibada zetu zitakavyoelekea. May God keep you Wacha Mungu awalinde and preserve you. na awaweke. And I want to challenge you, Nataka kuachia do changamoto. not enter Usiingie to any negotiation kwa mjadala wowote with the cunning devil. na yule shetani ambaye ni mchana. We shall overcome. Tutashinda. Can somebody say we shall overcome? Tutasema tutashinda. Can somebody say we have overcome? Tutasema tumeshinda. In Jesus' mighty name. Katika jina kuu la Yesu. Shalom, shalom, peace upon your life. Shalom, shalom, amani iwe nanyi. Have a nice day. Kuwa na siku njema. In Jesus' name. Katika Your name is a strong tower, Jesus. To you belongs all power, Jesus. Whenever I call your name, you make a way. Your name is a strong tower, Jesus. Your name is a strong tower, Jesus. To you belongs all power, Jesus. Whenever I call your name, you make a way. Your name is a strong tower, Jesus. Your name is a strong tower, Jesus. To you belongs all power, Jesus. Whenever I call your name, you make a way. Your name is a strong tower,
we call on the name of Jesus, every knee must bow. When we call on the name of Jesus, every knee must bow. When we call on the name of Jesus, every knee must bow. When we call on the name of Jesus, every knee must bow. Your name is a strong tower. Jesus, to you belong all power. Jesus, whenever I call you make a way. Your name is a strong tower. Jesus, your name is a strong tower. Jesus, to you belongs all power. Jesus, whenever I call your name, you make a way. Your name is a strong tower. Jesus, your name is a way maker. Jesus, to you belongs all power. Jesus, whenever I call your name, you make a way. Your name is a way maker. Jesus, your name is a way maker. Jesus, to you belongs all power. Jesus, whenever I call you make a way. Your name is a way maker. Jesus, your name is a game changer. Emmanuel, to you belongs all power. Jesus, whenever I call your name, you make a way. Your name is a way maker. Jesus, your name is a strong tower. Jesus, to you belong all power. Jesus, whenever I call you make a way. Your name is a strong tower. Jesus, your name is a strong tower. Jesus, to you belong all power. Jesus, whenever I call your name, you make a way. Your name is a strong tower. Jesus. Spirit, lead me where my trust is without borders. Deliverance Church Theta, Life Transformation Center, welcomes you to a life-changing program, Tazama Juu. Within my feet, Psalms 121 says, our help comes from above, and your life will never be the same again. Tazama Juu. come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Together, let's connect with the heavens. Be blessed.